Historia inakwenda kuandikwa katika uwanja wa Gombani katika kisiwa cha Pemba. Leo hii ikiwa ni siku ya tarehe 13 ya mwezi wa ikiwa ni mwezi wa kwanza mwaka 2026. Fainali ya NMB Mapinduzi Cup inakwenda kuwakutanisha wababe wawili, Simba dhidi ya Azam FC. Hii ni Mzizima Dabi ndani ya Mapinduzi Cup tunakwenda kuishuhudia jioni hii majira ya saa 10 na dakika 30 au unaweza ukasema saa 10 na nusu jioni ndio wakati ambao tutashuhudia mechi ikiwa inakwenda kurindima. Kila mmoja katika nafasi yake amejiwekea adhimio lake kufanya vizuri katika mechi hii ngumu, mechi ambayo inawakutanisha wanaume wote kutokea katika upande wa Tanzania bara, na hii ikiwa ni Mzizima Dabi, kila mmoja akihitaji kufanya mambo makubwa, tena makubwa kwa aina yake. Coach anayejulikana kwa jina la Furaha Ibenge anahitaji kutoa ubingwa wake wa kwanza tangu amejumuishwa kunako klabu ya Azam FC. Lakini pia ukija ukatazama katika upande wa Yanga, nao wakiwa na kocha mpya Pedro Suarez Goncalves, naye anahitaji kutoa ubingwa wake wa kwanza akiwa na kikosi cha Young Africans. So kila mmoja katika nafasi yake ana matumaini makubwa ya kufanya vizuri na kuweza kutoa ubingwa huu wa NMB Mapinduzi Cup 2026 katika nafasi hiyo na katika ubora uliotukuka. Yanga ni moja ya timu ambayo ukitazama ubora wao toka katika upande wa NBC, ukija kwenye ligi ya mabingwa, ukija kwenye michuano tofauti tofauti ambao wameshiriki, ni moja ya timu ambayo imeonyesha performance ya hali ya juu. Although katika mechi hii ya NMB Mapinduzi, Yanga wanaingia kama giant, yani wanaingia kama favorite, timu ambayo inatazama kwenda kufanya vizuri zaidi ukiwa compare na Azam, kwa sababu wao ndio timu pekee ambayo kwenye michezo yote ambayo wamecheza hawajapoteza mechi yoyote na hawajapata sare katika mechi yoyote na hawajafungwa bao lolote. So takwimu za namna hii, kuna kitu cha ziada ambacho Yanga wananufaika nacho kwenye mchezo huu dhidi ya Azam FC ambao wana timu wa vumbi katika uwanja wa Gombani katika kisiwa cha Pemba. Ni historia ambayo inakwenda kuandikwa. Simba na Yanga kukutana katika uwanja wa Gombani. Almost haikuwahi kujitokeza timu hizi mbili zikakutana katika hatua ya fainali, na hii fainali kwenye upande wa NMB Mapinduzi Cup ikapigwa katika uwanja wa Gombani. Ni historia ambayo leo hii inaandikwa na kuweka. Mashabiki wote wameingia bure katika mchezo huu, wakati ambao rais wa visiwani Zanzibar au rais wa Zanzibar Dr. Hussein Mwinyi ameweza kuchangia tiketi zote, mashabiki waingie uwanjani ili kuweza kushuhudia burudani ya wananchi pamoja na burudani ya waokamikate. Sasa kuelekea katika mchezo wenyewe, tayari updation ya vikosi ipo wazi. Kikosi cha Azam ambacho moja kwa moja coach Furaha Ibenge anakwenda kukitumia, lakini pia kikosi ambacho kinakwenda kutumika pia katika upande wa pili, kwa maana ya upande wa kikosi cha Young Africans, wachezaji 11 pia ambao wanakwenda kupata nafasi ya kuingia probably kwenda kunyukana katika mchezo huu. Yanga wachezaji wao wote ambao walikuwa katika majukumu ya timu za taifa, na hasa wale ambao walikuwa katika upande wa timu ya taifa ya Tanzania, nyota wao wanne: Mohamed Hussein Zimbwe Junior, Bakari Nondo Mwamnyeto, Ibrahim Abdurabaka pamoja na upande wa Mohamed Hussein Zimbwe Junior tayari wametua visiwani Zanzibar, na ni sehemu ya wachezaji wote ambao wako tayari kunyukana dhidi ya Azam. Lakini Azam FC wao nyota wao wote wameendelea kubakia katika sehemu ya mapumziko wakiwa ni nyota watano: Nado, Freitoto Msindo, Rusajo Mwaikenda pamoja na Zuberi Foba. Ni sehemu ya wachezaji ambao hatutowashuhudia katika mechi hiyo, baada ya Ibenge kuweka wazi kwamba vijana alionao kina Kibeku, kina Diakite, hao ndio watakwenda kumpatia taji na kumpatia kile ambacho anakihitaji. Sasa moja kwa moja tuanze na kikosi cha Yanga ambacho kinashuka mzigoni dhidi ya Azam FC, then after that tuje tutazame upande wa kikosi cha Azam FC, na kikosi chao cha wachezaji nyota 11 ambao wanapata nafasi ya kuingia katika mchezo huu ni kikosi cha aina gani? Endelea kukumbusha, kama ni mara yako ya kwanza hakikisha umeweza kusubscribe uzidi kurufaika na kupata taarifa zote zaidi. Bwana, kikosi cha Yanga iko hivi. Golikipa yupo Abutwalibu Msheri.
Msheri anaaminiwa pia kwa mechi ya fainali kwenda kuonesha ukomavu wake. Obviously ni kipa ambaye hajafungwa bao lolote katika michuano hii ya NMB Mapinduzi Cup. As we talk right now, tunazungumzia michezo ambayo ni michezo inayofika mitatu. Yanga amecheza, huu ni mchezo wa 4, lakini Abu Twaribu Msheri hajapoteza bao, hajafungwa bao lolote katika mechi hii. Na pia anaingia kwenye mechi akiwa hajaruhusu kufungwa bao lolote. Clean sheet ambazo amekuwa nazo, ukitazama save ambazo amefanya ni save za ajabu, na ni mmoja wa wachezaji ambao amedhihirisha na kuweka wazi zaidi ubora mkubwa ambao amekuwa nao. Out of Abu Twaribu Msheri, fullback right yupo Izra Patrick Mwenda. Izra ndiye anakwenda kucheza katika upande wa beki namba 2 kuhakikisha kwamba timu inakuwa katika maintenance ya ubora na weledi mkubwa zaidi. Then upande wa beki namba 3 yupo bwana mkubwa Shedrack Isaka Boka Mede bado anazidi kutumainiwa na kuaminiwa zaidi pia katika mechi kwenda kucheza kama beki nambari 3 dhidi ya Azam FC. Upande wa mabeki wawili wakati kwa maana ya center backs yupo Ibrahim Abdurabaka sanjari na Frank Asinki wanacheza kama mabeki wawili wakati katika mechi kuhakikisha kwamba timu inakuwa katika sehemu ya ubora, ufanisi na mengi makubwa ambayo yametukuka katika nafasi hiyo. Then tukija upande wa namba 6 yupo Duke Ogeabuya. Duke Abuya anacheza kama namba 6, yote kwa yote ikiwa ni sehemu ya kuhakikisha kwamba timu inapata metati ya hali ya juu na pia timu inapata kila ambacho inastahili kupata katika mchezo huo, na kuhakikisha kwamba timu pia inakuwa katika top class na top performance ya hali ya juu katika upande wa. So Duke Ogeabuya ndiye namba 6 katika mechi. Then 7 yupo Max pia Nzengeri, ndiye anacheza kama namba 7 katika upande huo kuhakikisha kwamba timu inakuwa katika mentati ya hali ya juu, lakini pia timu inakuwa katika ubora uliotukuka katika sehemu moja au sehemu nyingine zaidi ya kila ambacho tayari kipo na kila ambacho tayari kinaonekana kuwa mezani zaidi. 9 yupo Prince Dube. Prince Pumeroro Dube ndiye anacheza kama nambari 9. Then 10 yupo Pacome Pedro Zuzwa ndiye anacheza kama namba 10 within this very match. Pacome Zuzwa anacheza kama namba 10. Then 11 anamalizia Celestine Ekua. So hao ni nyota 11 upande wa Yanga wakiwa katika mfumo wa 4-3-3, ndio mfumo ambao tunautazama katika upande wao. Kwa kikosi cha vijana wa Azam FC, kikosi chao kipo hivi. Wao wapo katika mfumo wa 4-2-3-1. Kipa akiwa ni Aishi Manura, beki namba 2 akiwa ni Twaribu, then 3 yupo mwamba anaitwa Nathairi Cherambo, 4 ni upande mwamba anayejulikana kwa jina la Rame Kireri ya Sarawi, then 5 anacheza Randri Zuzwa, 6 yupo James Akaminko Boy anacheza kama nambari 6. Then upande wa nambari 7 yupo mwamba kweli anajulikana kwa jina la Chekina Diakite. Namba 8 yupo Himidi Mao Mkami acheza kama namba 8 box to box midfielder. Then nambari 9 yupo Jafe Kitambara Bora ndiye anacheza kama nambari 9. 10 yupo Sedio Kanute. Sedio Kanute anacheza kama namba 10. Then 11 anakuja kumalizia Zidane Serer Saidi ndiye anacheza katika nafasi hiyo. So hao ndio nyota 11 ambao wanakwenda kushuka mzigoni upande wa Azam FC wakinyukana dhidi ya Young Africans katika mchezo wa finali ya NMB Mapinduzi Cup 2026. Kwa kikosi hiki na vikosi hivi ni nani unatakia ushindi na nani ambao unamuona yupo katika nafasi nzuri zaidi? Comment yako ni bora, lakini pia usahau kusubscribe ili kwanza kunufaika na taarifa zote zaidi.